Sasa nije kwenye hiki ambacho natamani kama mzazi, kama baba, lakini pia kama kiongozi wa imani ya dini ya Kiislamu unene nalo. Tumepata nafasi ya kutembelea ama kusikia kile ambacho kinaendelea kutoka kwa binti ambaye anafanya maudhui yake kwenye mitandao ya kijamii, anaitwa Pipi Tida. Tumeona kuwa kuna shekhe mmoja alimzungumzia akasema anahamasisha watu, kumradhi kama nitakuwa nakosea, lakini pia baba pia utanisamehe, anawahamasisha watu kufanya mapenzi kinyume na maumbile kutokana na yeye anafanya matendo hayo. Tuanzie hapa. Kama shekhe, kiongozi wa dini, alipaswa kumtumia mtu fulani kama mfano hai ama halisi kwenye kile ambacho alitaka kutoa dawa ama funzo kwa upande wetu? Kwanza bahati mbaya sijaisikia hiyo maudhui, lakini kwa sababu na uwezo mkubwa, tafadhali simu yangu popote ilipo kusikia inaweza kunisaidia. Unajua raha ya mazungumzo, useme kile ambacho unakisikia, unaweza ukapata majibu mazuri. Kwa kama naweza kusikia hicho ambacho nakusudia, alafu nianzie hapo. Wala kipo mbali, subiri nikitafute hapa. Sheikh Pembe yuko wapi? Pembe Muharram. Huyo Muharram Pembe. Huyo mwenyekiti wa vijana. Hapana. Huyu Shaban Swale Pembe. Shaban Swale Pembe. Kamjengea nyumba mama yake, na yule binti sasa hivi na yeye kajenga nyumba yake, na yule binti ana gari, anaendesha gari, anaonekana anayo ana gari. Yule binti katika moja ya content zake ni kuhamasisha wanawake waingiliwe kinyume na maumbile ndio waweze kupata mafanikio. Hii ilikuwa dawa ya msikitini. Msingi ni kwamba anaonekana ni mwanamke ambaye amefanikiwa, kwa sababu mwanzo ilikuwa anaonekana yuko kwenye chumba kimoja, lakini baadaye akaonekana anaposti kwenye mitandao anamjengea nyumba mama yake, nyumba nzuri. Baadaye akaonekana anajenga nyumba yake binafsi. Baadaye akaonekana ana gari yake. Wale ambao watakaokuwa wanafuatilia TikTok watakuwa wanamjua. Kuna binti anaitwa Pipi Tida. Ukiingia kwenye mitandao, kazi yake ni kucheza uchi, kazi yake ni kuposti mafanikio yake, lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kuingiliwa kinyume na maumbile. Habari zenu, natumaini mko. Ndio ilikuwa hivyo. Natamani utoe neno hapa kama sheikh wa dini ya imani ya Kiislamu. Kulikuwa kuna umuhimu wa kuingia msikitini kutoa, akiwa anataja wema wa mtu alenge kuhamasisha watu kutenda wema. Na akiwa anataja ubaya wa mtu alenge kuhamasisha watu kujizuia juu ya ubaya ule. Manake azuie dhambi ile au madhara yale au kosa lile lisije likafanyika. Kwa hiyo sheria ya dini kumtaja mtu kwa jina sio kosa, ikiwa haja ya kufanya hivyo ipo, ili kushibisha content unayoifikisha na watu wakathibitisha kwamba unachokizungumza kina ukweli ndani yake. Kwa sababu kama hivi alivyosema Sheikh Pembe, ndivyo ilivyo kwamba huyu binti anajiuza kinyume na maumbile, na kwa kujiuza kwake ndio anasababisha kujenga na kufanya mambo mbalimbali. Maana yake nilichojifunza kwenye maudhui ya Sheikh Pembe, alikuwa akilaani, isipokuwa kabla ya kulaani, kabla ya kukemea, alielezea historia. Inawezekana pia waandishi wamekata kipande wakakiweka ikawa kama anahadithia na kuelezea, japo lengo la shekhe lilikuwa ni kukemea. Sasa siku hizi kuna tabia, unazungumza kitu watu wanakata kipande, wanakitafutia maudhui mtandaoni ili watengeneze fans wengi, waongeze viewers katika akaunti zao. Lakini kimsingi naweza kusema kama hivyo alivyosema shekhe ndivyo maisha huyo binti alivyo. Hayo sio maisha sahihi, bila ya kujali awe ni Muislamu au si Muislamu. Hayo si katika maisha sahihi katika ubinadamu na hali ya maisha tulionayo kama binadamu tulivyoumbwa. Swali ni je, ambalo wengi tumekaa tukijiuliza, kama shekhe ama kiongozi wa dini alifahamu vipi kile ambacho amekizungumza? Wengi tumebaki hapa kwenye mabano, kwa sababu tukitazama Pipi Tida ni kweli ni binti ambaye anacheza akiwa nusu tupu kwenye mitandao ya kijamii. Ni kweli amemjengea mamake nyumba. Ni kweli anamiliki gari. Lakini wewe kama ustadhi, wewe kama sheikh, umefahamu vipi kile ambacho umekizungumza kwamba anafanya hivyo kwa sababu amepata hivyo kwa sababu ametumika kinyume na maumbile? Na hatuwezi jua, pengine ana biashara zake, pengine ana maisha yake. Nje ya hayo, si kwamba namtetea Pipi Tida, ila nimezungumza kile ambacho sisi tunakiona kwa kupitia kile ambacho anatuonyesha. Tukitoka hapo pia
Bibi Tida alizungumza yeye mwenyewe, alisema kuwa shekhe alishawahi kumtamani na kumtafuta, ndio maana akaamua kumchafua kwenye mitandao ya kijamii kwa kuzungumza hivyo. Nataka pia nikusikilizishe na hiyo pia haiko mbaya. Kwa majina naitwa Bibi Tida. Sorry kwa kauli nitakayoongea kama itakuwa mtu nimemkwaza, ila mimi hiki kitu kimenikwaza sana sana sana, ndio maana nimekuja mbele yenu kuongea. Kutokana na kauli ya Sheikh Shabani Pembe alichokiongea. Sheikh Shabani Pembe, mimi na imani hunifahamu, ila unanijua kwa kuniona tu, si ndio? Kitendo cha kusema mimi naingiliwa kinyume na maumbile ndio maana nimejenga, sijapendezwa nacho Sheikh. Sio vizuri. Mimi nilika, kama sio mtoto wako basi una ndugu yako mwenye lika kama la kwangu mimi. Ungemsikia anaongelewa kama ulivyoongea wewe, ungejisikiaje? Tena anatajwa hadi jina. Ungejisikiaje Sheikh? Sheikh Shabani Pembe, ulikuwa unanihitaji, nimekukataa. Ulikuwa unahitaji unifanye mimi kinyume na maumbile, maana mamlaka yako ya akili yalikuwa yanakuonesha kuwa mimi ninavyofanya, ninavyochezwa, basi naingiliwa kinyume na maumbile. Ndio maana ulikuwa unahitaji kunifanya kinyume na maumbile. Kitendo cha kukatalia, umeamua kuwaaminisha watu kuwa mimi nafanya kinyume na maumbile ikiwa wewe nimekukatalia. Unahisi ni sahihi ulivyoongea? Tumesikia alichokizungumza bibi. Pengine kwenye jicho lako kama mzazi, kama Sheikh, una kipi cha kuzungumza? Kitu cha kwanza nataka nikufundisheni kitu. Naam. Sisi watu ambao tumewahi kusikiliza kesi, mara nyingi huwa tunagusa mitazamo ya jambo kwa kusikiliza pointi za msingi kwenye content. Sikiliza kipande cha huyo binti, kirudishe nyuma. Hichi kipande kicheze, alafu nataka niwafundishe watu kitu ili wajue mimi na akili za ziada katika kuchambua mambo. Unahisi inabidi tukirudishe nyuma. Rudisha nyuma afu kuna kitu mwanzo. Habari zenu. Sawa. Hichi hapa. Kama itakuwa mtu nimemkwaza, ila mimi hiki kitu kimenikwaza sana sana sana, ndio maana nimekuja mbele yenu kuongea. Kutokana na kauli ya Sheikh Shabani Pembe alichokiongea. Sheikh Shabani Pembe, mimi na imani hunifahamu, ila unanijua kwa kuniona tu. Simama hapa kidogo. Umesikia hayo maneno? Sheikh Shabani Pembe, mimi najua hunifahamu, ila na imani unanijua kwa kuniona tu kwenye mitandao. Naam. Umenielewa sasa? Hamjui, ila anamuona tu kwa kumtazama kwenye mitandao. La kwanza. Hii point umeiona? Umeisikiliza hii point? Simtetei Shabani. Yaani nataka nikwambie ni behind the scene kwenye hiki kuna kitu. Mtu ambaye hujawahi kuongea naye, unamfahamu tu kwenye mitandao, unamtongozaje? Si kuna DM. Wanaingia kule kwenye DM Instagram account zake. Haikuonyeshwa DM hapo. Hawana ukaribu. Mtu ambaye unaweza kumtongoza mpaka umwambie hayo, huwezi kuingia kwenye DM ukachati naye tu. Na hata leo mkimwambia huyo mbinti aonyeshe message za chati za Pembe na yeye huwezi kuzipata. Lugha hiyo tu inaonekana hao kila mmoja akaamua kumchafua mwenzie. Si unaeleweka sasa? Maana wameamua kuchafuana. Yes. Hapo sasa kama mbwai na iwe mbwai. Shekhe kajaribu kusimama. Kuna swali kule. Alijuaje kama kafanya au hakufanya? Alijuaje kama hana ukaribu naye? Kwa sababu ile alijuaje pia ina swali kama hana ukaribu naye. Sasa hii alijuaje kama hana ukaribu naye? Majibu ya huyu binti yameonyesha hana ukaribu naye. Lakini majibu yanaonyesha kwamba huyu bwana hakupendezwa. Huyu binti hakupendezwa na kitendo alichokitumia, tena kwa kumtaja kwa jina. Nataka nikuambie kitu mwanangu na Watanzania wenzangu. Dunia ya leo kuna watu kwanza wanaishi kama mkaa. Wanaishi kama mkaa. Maana kama mkaa. Usipokuchoma unakuchafua. Sawa sawa. Usipokuchoma unakuchafua. Yaani kuna watu maisha yao kama mkaa. Lazima wewe. Yaani ukipita karibu mawili, ima atakuunguza au atakuchafua. Naam. Umeelewa sasa? Shekhe inawezekana ana mtu wa karibu anayefahamiana na huyu binti, akampa information. Si umenielewa sawa sawa? Na inawezekana kuna siri nyingi imejificha hapo katikati.
shekhe akaruka na maudhui kulingana na kile alichojiaminisha, kwa sababu kanuni ya sheria za nchi yetu kumwelezea mtu jambo ambalo hajalifanya tena kumtaja kwa jina, kama huna evidence ukienda mahakamani unamlipa pesa nyingi sana. Sasa haya maneno huyu binti kama hajafanyiwa, kama si kweli, akienda mahakamani juu ya hili, shekhe yuko matatani. Tena matatani sana, kwa sababu atatakiwa kutoa evidence. Lakini ikiwa shekhe alichokizungumza ana evidence za kutosha kutoka kwa mtu wa karibu wa jambo hili, binti hawezi kwenda mahakamani, ataishia kulalamika tu, ili mradi kulifunga swala liishe, ifike mahala ionekane kaonewa. Sijui nimeleka sasa. Wacha inyeshe, tutajua panapovuja. Si mnanielewa waandishi? Wacha inyeshe ili tujue panapovuja. Yani hili jambo ni jambo zito sana, lakini mimi natoa definition moja tu. Ikiwa kweli alichosema shekhe ni sahihi, binti hatoenda mahakamani kudai haki yake kwa sababu ushahidi upo. Lakini ikiwa alichoambiwa ni kweli, si kweli, binti ataenda mahakamani kudai haki yake, kwa sababu kumtaja mtu kwa sifa mbaya ni kosa kisheria. Na hasa akiwa hajafanya. Na hasa ikiwa jambo hajafanya, hakuna ushahidi. Kwa sababu jambo la kuingiliwa kinyume ya maumbile ni jambo la chumbani. We mpaka unalisema jambo limefanyika chumbani, milango imefungwa. Kuna maneno mengi hapo nyuma ya pazia. Sasa wacheni panyeshe ili tuone banda letu linavuja wapi. Hii ndio dunia ya sayansi na teknolojia, na hii ndio internet. Sasa tunaingia kwenye wavu hatari sana. Sasa mimi na jambo moja. Mimi sasa maoni yangu kwa shekhe na binti. Hata nimemsikia shekhe mwingine. Kama nitakuwa nimesikia vizuri, nimemsikia shekhe mwingine. Yeye anasema sio anamuonea huruma, sio anampa pole, sio anamwambia atamuoa kama hivyo yani. Nimesikia hicho kipande, japo sina uhakika, lakini nimesikia hicho kipande. Tukio hili pia linaweza kutumika kwenye mitandao ya kijamii kama content. Kila mtu atalileta kwa sura yake. Lakini nataka niseme sisi ni Watanzania. Ufike wakati kumstiri ndugu yako kwenye aibu yake, ikiwa hakuna lazima ya kumpasua, ni bora zaidi, kwa sababu mwenye kumstiri mwenzake Mwenyezi Mungu pia atamstiri. Dhalilisha mtu pale hakuna namna. Sasa haya hayakuwa mazuri sana. Nadhani haya ambayo shekhe anapigwa nayo leo, Shekhe Muharami ndugu yangu mdogo wangu, anapigwa Shekhe Pembe nani anaitwa? Shabani anapigwa na huyu binti na anamsemea maneno ya hovyo kwa sababu ya msingi wa mazungumzo yake. Kama angelisema mazungumzo yake kwa mafumbo bila ya kutaja jina, huku tusinge kwenda. Mimi binafsi sipendezwi na hili kwa sababu linamvunjia heshima yake shekhe. Kwa sababu shekhe ni kiongozi wa jamii. Hapaswi kutukanwa na watu ambao haoni shida likiharibika, likikaa sawa, yeye kwake haoni shida. Kwa ni waase mashekhe wenzangu, ni waase viongozi wa dini, tunapotaka kufikisha maudhui kwa jamii, hebu tuchuje content na kujizuia ile misingi ya uzungumzaji na kutumia pointi ambazo haziwezi kukufanya yule adui asije akakudhalilisha, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumtukana mtu akakutukania mama yako. Kwa hiyo tujitahidi sana kuchunga mazungumzo yetu tunapofikisha kwa jamii, kwa sababu madhara yake inaweza kuwa kukudhalilisha wewe kiongozi, na viongozi wa dini ni watu wanaoheshimika. Sheikh Pembe ni miongoni mwa watu ambao mimi binafsi na appreciate kazi zake na sikubali sana. Ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuzungumza, ni msomi wa dini, ni msomi wa dunia, anajua anachokifanya. Ajitahidi asiingie kwenye migogoro ya watu ambao hawana cha kupoteza. Unajua kuna watu duniani hawana cha kupoteza. Sasa huyu atakwenda mbali, anaweza akawa jambo ni kweli, asa akaamua kumtukana tu hivyo. Sasa tunaona shida kwa mtu kama Sheikh Pembe
kuingia kwenye hili jambo. Kwa hiyo mimi niseme tu busara na hekima, na hapa ni muombe Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Hadi, Walid bin Sheikh. Yeye ana nafasi kubwa kwa sababu Walid ni Sheikh wa vijana. Amwite Pembe, amwite Ubinti, akae nao chini, alitengeneze ili liishe. Hatutamani kuona tena watu wakiendelea kurumbana na kulizungumza, kwa sababu tunaamini madhara yake ni makubwa kuliko faida zake. Kama ambavyo nimeeleza katika siku zilizotangulia kwamba Kongo ni moja kati ya nchi ambayo sisi Islamic Foundation tunapata ushirikiano mkubwa sana kwao. Na kila siku ya Mungu tumekuwa na wageni kutoka Kongo, lakini wakati mwingine tumekuwa na wageni kutoka Kenya, lakini Mozambiki na nchi nyingine zinazotuzunguka. Lakini lazima tukiri na kukubali kwamba kama tutatazama kwa ujumla yake na uwiano, baada ya Tanzania, nchi zinazoongoza kuwa na fansi wengi ni Kongo na Kenya. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba hao watu wanahitaji sapoti yetu, kwa sababu sisi pia tunapata sapoti yao, na pengine inatokana na kile wanachofaidika nacho kutokana na huduma zinazopatikana katika taasisi ya Islamic Foundation. Lakini kingine ni kwamba Kenya tumekuwa tukienda mara kwa mara na tumekuwa tukitoa huduma kutokana na jiografia ya Kongo na ugumu wa mazingira ya jiografia ya Kongo, tumekuwa hatuendi mara kwa mara. Kwa hiyo mara hii nimeona nitumie fursa hii kuwapa nafasi wa Kongomani angalau kwa siku 21, 25 ili wapate huduma kutoka Islamic Foundation kwa kuwapelekea bidhaa karibu. Kwa hiyo nimeona mimi na timu yangu ya utawala katika taasisi hii, lakini pia watendaji katika taasisi hii, tumekubaliana kwamba huu mwaka 2026 ni mwaka maalum kwa ajili ya Wakongomani. Na ndio ziara kubwa ya kwanza ya taasisi ya Islam ikiwa kama kiongozi wa taasisi kuweza kutembea katika nchi za jirani na kwenda kufanya huduma za matibabu, lakini pia kwenda kutoa huduma za bidhaa zetu tena kwa gharama inayopatikana Tanzania. Kwa hiyo niseme tu Wakongomani wamekwenda kupata faida kubwa sana kutokana na safari hii, na wakiitumia vizuri itakuwa ni safari yenye faraja na mafanikio makubwa katika maisha yao, na wengi watabadili maisha yao kupitia ziara hii na safari hii. Sawa sawa. Na Hasad Gadi tunaondoka nayo. Hasad Gadi ndio habari ya mjini. Hasad Gadi ndio habari ya mjini, na niseme ndio nchi ya kwanza inayotuzunguka ukitoa Tanzania penyewe ambako tumekuwa na udi wa Hasad Gadi tumekuwa tukiutoa. Kongo ndio nchi ya kwanza tunaupeleka kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo Wakongomani wanapata bahati ya kuwa taifa la kwanza baada ya Tanzania. Hasad Gadi inakwenda kupatikana Kongo, na tunakwenda kuangalia possibility ya kuwa hata na wakala katika mji huo ili kuhakikisha bidhaa zetu ziwe zinapatikana huko mara kwa mara kuweza kuwasaidia Wakongomani. Lakini kwa sasa kwanza, kabla hatujafikia maamuzi hayo, ni vizuri tukawa tumewaona na tumewapelekea bidhaa na wakaitumia bidhaa moja kwa moja. Sawa sawa.